leo msikitini, na sasa hivi msafara huu ukiwa unatoka hapa maeneo ya Masjid Mamur Upanga jijini Dar es Salaam moja kwa moja kuelekea katika makaburi ya Kisutu, ambapo hapo ndipo mwili wa mpendwa wetu unakwenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Mengi yamezungumzwa hususan siku ya leo kutoka kwa viongozi mbalimbali wa serikali, lakini pia viongozi mbalimbali wa mashirikisho ya sanaa, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo na yenyewe kwa namna ambavyo mpendwa wetu alihudumu katika uhai wake, bila shaka ni mtu ambaye ametuachia legacy kubwa na vingi vya kujifunza, vingi vya kuviishi kama wanadamu ambao tumesalia katika safari hii ya maisha, safari ya uhai. Umati huu wa watu wengi ambao wanamsindikiza mpendwa wetu katika safari hii yake ya mwisho, unaweza kukuashiria ni kwa kiasi gani hii imekuwa safari yenye kuguswa na watu wengi kweli kweli. Unaweza ukasema amepambana kwa nafasi yake, kwa neema ambayo Mungu alimjalia kwa kipindi cha muda mrefu kweli kweli, katika kuhakikisha anapona maradhi hayo ambayo amemsumbua kwa muda mrefu, lakini Mungu amempumzisha. Ni msafara huu ambao unaelekea kule katika makaburi ya Kisutu, ambayo ndio destination yetu, ama ndio kituo cha mwisho kabisa cha uratibu wa kwenda kumpumzisha mpendwa wetu Caroline Hawa maarufu kama Karina. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ndivyo ambavyo unaweza ukasema. Kuendana na taratibu ambazo zimeelezwa mara baada ya kutoka makaburini, kuna taratibu nyingine zinaweza zikaendelea kule nyumbani, ambapo kama ambavyo unafahamu tunayo timu yetu namba 2 iko kule, itaendelea kukuhabarisha, ambapo tutaungana nayo mara baada ya kumpumzisha mpendwa wetu katika nyumba yake ya milele. Asante sana kwa wale wote tangu asubuhi, lakini kwa takriban siku 4 mmeendelea kuwa pamoja nasi mkifuatilia na kuendelea kuifariji familia ya mpendwa wetu Karina kupitia matangazo haya. Wengi mmeendelea kuandika jumbe zenu huko za kutoa pole, mkionyesha kuguswa kweli kweli na tukio hili, na sisi kwa kweli tunaendelea kushukuru kwa namna ambavyo mmeendelea kuwa pamoja nasi. Nitapitia baadhi ya jumbe ambazo zimeweza kuandikwa huko katika live chat yetu ya YouTube ya Global TV, ambayo inarusha matangazo haya, ama imeendelea kurusha matangazo haya moja kwa moja tangu siku ya kwanza mpaka leo. Asante sana Fahmi Sultan, wanasema Allah akupe nuru katika kaburi lako Karina. Asante sana Faudhia Said, wanasema unapumzika kwa amani. Asante sana Ilyas Al-Hashmi, wanasema unatupata uzuri na namwombea Allah ampe kauli thabit. Asante sana Rukia Bakari, ambaye na wewe unasema unatupata uzuri ama unafuatilia matangazo haya kwa uzuri kabisa. Asha Ahmad, wao wanasema unaendelea kutupata vizuri. Mary Msofe, asante sana. Hadija Juma, unama Karina, msikiti wa Masjid Mamur pale Upanga kuelekea katika makaburi
ya Kisutu. Tumesikia nasaha za Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid, ambaye na yeye amechukua nafasi yake kutuasa kupitia tukio hili zito kweli, juu ya namna gani wanadamu tunapaswa kuienenda katika maisha yetu. Kitukumbusha leo ni Karina, lakini kesho nani ajuae, huenda ikawa ni wewe na yule ama mwingine. Basi wote ni wajibu wetu kuendelea kuishi tukifuata maelekezo yetu ya kiimani ambayo Mwenyezi Mungu kila mmoja kwa imani yake na tuelekeza. Wakristo kwa imani yao, Waislamu kwa imani yao, wale ambao wanaabudu madhehebu mengine pia kwa imani yao. As long as unaamini katika Mungu, basi kunayo maelekezo ya kuyatimiliza kama sehemu ya kutimiza pia wajibu wako. Ni maneno ama ni machache ambayo binafsi nimeyachukua kutoka katika hotuba ya Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid, ambaye pia hakuwa mbali kwa mtazamo na mausia na mwenyekiti wa kamati ya amani ya taifa, ambaye pia na yeye alitangulia kuzungumza nasi pale nyumbani Magomeni Mapipa, akionyesha kuguswa na msiba huu mzito ambao umeikumba taifa la Tanzania, lakini kwa namna ya pekee sana familia ya mpendwa wetu. Global TV imepata nafasi ya kuzungumza na kwa kiasi kikubwa karibia kila mtu ambaye ameweza kuhusiana karibu kabisa ama kwa karibu kabisa na mpendwa wetu Karina katika kipindi cha uhai wake, wakiwemo wazazi wake, baba na mama yake, lakini kaka Hiari ambaye alikuwa pamoja naye wakati wa mahangaiko yote hayo kutoka katika hospitali mbalimbali za hapa nchini Tanzania mpaka safari ya kuelekea kule India. Lakini Global TV kwa nafasi ya pekee kabisa kama sehemu ya wanafamilia ama mwanafamilia, tulikupatia kwa undani kabisa taarifa mbalimbali kuhusu mpendwa wetu enzi ya uhai wake, hususan katika siku za mwisho kabisa wakati akipatiwa matibabu kule India, kazi kubwa kabisa ikifanywa na dada Imelda Mtema ambaye alisafiri kilomita nyingi kutoka Dar es Salaam mpaka katika jiji la New Delhi kule nchini India kuhakikisha unapata updates zote za muhimu. Na tuna mshukuru Mwenyezi Mungu tukiendelea kuhuzunika, lakini tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo mpendwa wetu huyu amegusa maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Bila shaka hakuna mtu ambaye hajatafakarishwa na namna ambavyo maisha ya mpendwa wetu yamekuwa. Kuna namna kila mmoja wetu ametafakari neema ya maisha, neema ya uzima na afya kupitia kwa mpendwa wetu Karina, na Mungu aridhie kuipokea roho yake katika mikono yake na msamehe madhambi yake, atusaidie na sisi ambao tumesalia, ili basi tuwe na mwisho mwema. Kama ambavyo nimeendelea kuhabarisha, tunao wafuatiliaji wengi kweli kweli wa tukio hili. Kama ambavyo nimekwambia, hata mpendwa wetu mwenyewe enzi ya uhai wake alikuwa akijiita ni mgonjwa wa taifa, kwa namna ambavyo ugonjwa wake uligusa watu wengi bila kujali nyadhifa zao, bila kujali ukubwa wao, majina yao, lakini wengi waliguswa na ugonjwa wa dada yetu na mpendwa wetu Caroline Hawa ambaye amelala umauti wakati huu, na mara baada ya kuvipigana vita ambavyo vilikuwa ni vita vyema sana.
Nitaendelea kupitia comments mbalimbali ambazo zimeandikwa huko kupitia ukurasa wetu wa YouTube kuhusiana na namna ambavyo watu mbalimbali wameguswa na msiba huu mzito kweli kweli. Asante sana Leila Abu, unasema pole familia kwa ujumla. Leila Nasor unasema unatupata uzuri. Mayasa Rajabu unasema Allah amsamehe makosa yake. Asante sana. Fatima Al-Sharshid unasema Allah akupe makazi mema. Sidalia Maumbe unasema Allah amsamehe. Asante sana. Luftia Abud anasema Allah amfanyie wepesi katika safari yake, amsamehe makosa yake. Hivyo ambavyo jumbe mbalimbali kupitia live chat hiyo ya Global TV zimeendelea kuandika kuhusiana na msiba huu mkubwa ambao umeikumba tasnia ya film, lakini pia Watanzania wote kwa ujumla ambao wakati huu wanapata nafasi ya kusindikiza ama kumsindikiza mpendwa wetu katika nyumba yake ya milele. Adam Thabit unasema Allah amjalie safari njema, tusiache kumuombea kheri mpendwa wetu, tuacheni kumsema vibaya na kuongea mambo ya hovyo kwa maiti, Allah amlinde insha Allah. Kadhia Salum nasema poleni wafiwa na marehemu